Leno nilibulaga papano. Nilibulaga papano. Mana kusinja. Mana kubulaga nikiembe. Leno nandokoja. Ndopo mundu anibona bana. Ndopo mundu. Nandokoja lindu leno. Linitanga nini. Bana tangika kwako kujaga ni nyai. Leno ngikojaga ni tena kasi yangu. Kilebe tanga. Leno ya dosono wa moto. Ndokoja. Mambo poa. Vipi? Poa. Yaani una roho mbaya. Kwa inamaanisha hujanimisi au? Yaani hata kuniagi utaki. Nimetoka huko na kufikiria wewe lakini wewe una hata mawazo na mimi. Yaani kukukumbatia wewe na kutokukumbatia vyote viko sawa tu. Yamkini umerudi salama. Karibu nyumbani. Asante. Ila unajua nini Kiepe? Mimi bila wewe sijakamilika. Na unajua jinsi gani mimi ninavyokupenda. Yote nafanya kwa sababu ya upendo wangu juu yako. Nilienda kutafuta kazi. Nashukuru Mungu nimepata. Na pia Kiepe, mimi bila wewe sijakamilika. Nakupenda Kiepe na nafanya hivi ili baadaye tuje kuishi kwa furaha. Na alafu kiangalia mimi sina ubaya na wewe. Naomba basi nionyeshe hata ushirikiano. Anyway, dada yupo? Muda sio mrefu alikuwepo lakini ametoka. Ndani umeuniza tu. Yote 9. 10 nimekuletea zawadi. Maana sijasahau uwepo wako. Nashukuru. Yaani Kiepe hata kuchangamka. Nachoka mimi jamani. Sasa mbona kama wanifokee? Sorry. Kwa sababu umefika muda huu hujapumzisha hata mwili wako. Na imani utakuwa umechoka. Weka pumzike, tutazungumza kwa wakati mwingine. Mama. Mama, Kiepe naumia. Wewe. Mwacha ushenzi wako, anawezi mtu mzima. Hapo uliponikuta hapa nimekaa mimi sipo sawa. Ameingia ndani huko. Yaani mimi nimeumia alafu unanifokea. Niza nishakwambia yumo ndani, nenda kupe msaada. Hello? Sasa nipo huku nyuma huku maeneo ya kwenu kabisa huku. Katika ile jumba bovu lisoisha hili. Wewe ulisema nisije kwenu?
Faster basi. Vipi? Hivi ndio inavyotakiwa, unapiga simu natoka na kufuata. Sio unanifuatafuata mpaka nyumbani. Umefurahi sana eh? Wewe nielekeze. Basi poa. Sasa kuna issue nataka nikwambie. Sawa. Boss Lubanza kanipigia simu. Na mimi niungane katika hiyo mission. Kwa unavyoniona Filipo nishavalia na niko tayari kuondoka. Kama nitawahi kulimaliza jambo la huko, nikirudi tunaendelea na mishi yetu kama kawaida. Fresh ina noma. Au si? Sema basi naomba mikazo, sio tena unalegeza. Mikazo mwanzo, mwisho. Au si? Mikazo. Haina noma basi. Fanya hivyo. Vipi blaza? Tuishi vipi? Kama kawaida. Shwari. Yeah. Bana kiongozi, si tunatafuta kazi. Kwa tulikuwa tunaomba kama tutapata kazi hata ya kuchochea kuni, kusafisha ndoo hizo, mapipa hayo, si baridi tu tunakimbiza blaza. Hakuna shida. Kazi ipo. Lakini kidogo kazi yetu sio ya usafi. Ni ya kuchafuka kama unavyoniona mimi. Kwa kama mtakuwa mpo tayari hakuna shida. Kazi ipo. Haina shida blaza. Si menzani nahitaji kazi, tutafanya kazi. Hakuna shida. Ila kiupande wa malipo sisi huwa tulipani kwa mwisho wa mwezi wala kwa wiki. Malipo yetu ni kwa siku. Nafanya kazi asubuhi, jioni nachukua pesa. Hiyo nzuri blaza. Yaani sisi ndio tulikuwa tunatafuta hiyo. Wao wasemaje? Na hiyo imekaa mkao. Acha nionyeshe kazi hapa. Sawa.
haina haja ya kujisumbua wewe. Niachie mimi hiyo kazi. Sawa. Kwa mwangalizi. Haya bwana, rafiki yangu, mimi ndani hata siingii. Hapa kwako kila siku nikija pamepoa, hamna watu. Hivi Zakia rafiki yangu wewe. Hivi lini utaingia ndani kwangu wewe upate hata kikombe cha maji? Alafu kwanza tuachane na hayo. Kuna kitu nataka nikuulize. Unajua rafiki yangu wewe, Mungu akakusaidia umepata mali. Ushawahi kuanza kuhusu swala la ulinzi? Ulinzi wa nyumba yangu na mali zangu. Hem, nioshe maelezo, sijakuelewa. Acha niende kwenye maana halisi ya swali langu. Hii dunia ina watu wengi sana na sio kila mtu atapenda mafanikio ya mwenzake. Nilikuwa namaanisha kwamba ushawahi kumtafuta mtaalamu yoyote ya kuwekea ulinzi kwenye mali zako, hususan nyumba ulizonazo? Mtaalamu? Unamaanisha mganga? Rafiki yangu, maisha yangu yote mimi namwamini Mwenyezi Mungu, wala sijawahi kuthubutu kwenda kwa mganga mimi. Yaani hata sijui naanzia wapi. Imani hiyo sina rafiki yangu. Mboni, hakuna mwanadamu asiyemwamini Mungu. Kila mtu anamwamini Mungu. Lakini Mungu na mbio, shoga yangu. Hata mimi hapa rafiki yako unavyoniona, nimepambana sana. Nimepitia vikwazo vya kila aina huko chuo. Wazazi wangu wametia juhudi. Umepambana kwenda kwa mtaalamu, wakaniwekea ulinzi. Huo ulinzi unakuambia hapa sasa hivi. Sawa, kwa sababu umeongea wewe rafiki yangu, acha nilifikirie hilo jambo. Lakini na huu mwezi wa Ramadhani unaokuja, ndo kabisa naona nakufuru kabisa Mwenyezi Mungu. Oh. Sawa. Kuvuja kwa pakacha nafuu ya mchukuzi. Acha mimi kuacha na jumba lako kubwa ili sio kuwa na watu. Haya mama Mesari, mimi nipo. Haya mama. Shikamoo mjomba. Marhaba. Habari za hapo? Salama. Nimepita hapa ila sio mkaaji. Naelekea kituo cha kata cha polisi, kuna changamoto kidogo. Kituo cha polisi? Au una kesi mjomba? Changamoto gani? Ondoa shaka, mimi sina kesi yoyote. Ila kuna mwanafunzi hadi sasa hivi hajafika shuleni. Ndo nakwenda kufuatilia kuhusiana nijue changamoto zake ni nini. Kazi yako ngumu sana mjomba. Yaani unafuatilia wanafunzi kama watoto wako. Ila hongera. Asante. Ni kazi ambayo nimechagua. Sina budi kuwajibika. Maana mwanafunzi anapokuwa nyumbani ni jukumu la mzazi wake kumsimamia. Lakini mwanafunzi anapokuwa shuleni ni mimi ndiye ninayetakiwa kuwajibika juu yake. Sasa mimi nakwenda. Nitapofanikiwa kutoka mapema huku kituoni, nitarudi hapa nyumbani. Sawa, pole sana. Asante. Vipi kuhusu Memena, yuko wapi? Memena ametoka ameenda kutembea kidogo. Okay. Acha mimi nikuache. Imechafuka, mioyo imepotea. Maovu yana Vipi? Kama ndio tu. Mbona unakutana na mimi hapa chap chap unataka kugeuza. Napaogopa kwenu tena. Unanitasimini? Vipi kwenye mapambano yako sasa? Naona umerudi kinyonge hivyo tena. Na hapa ndugu yangu sielewi. Uko mtaani pagumba. Nimechakalika kadri ninavyoweza. Yaani nimesugua miguu. Jasho limetoka, nimefuta mpaka nimechoka.
Unaona au nimerudi mdogo mdogo ndugu yangu. Hapa nakutegemea wewe. Yaani hapo sina shindwa hata nifanyeje. Yaani kumbe mimi nitegemezi na sijui. Maskini. Sema sawa, Kamoni. Kama unavyoona tayari hapa mimi ukinichunguza. Sieleweki tayari nishachaka, nimechakalika. Umeona? Nimeenda kupambana mwanaume huko chapu, mashirikiano vya hapa na pale. Kukaa bure sio kama mtembea bure, kusimama bure, choka lala bure, mchanganyiko. Mimi najua umenielewa. 9-10 mimi nimetoka na mafaranga nilikwenda kwenye mapambano. Wewe unakuja mikono mitupu mwanamume kabisa mzima. Mke wangu. Na muda mrefu mimi nimerudi hapa. Ulienda wapi? Nilienda gengeni, hivyo ndo narudi muda huu. Mwenzangu vipi? Wakati unaondoka tulikubaliana ikifika saa 10 uje ili tuwe kwa yule mzee. Sasa wewe mbona unakuja muda huu? Tunawezaje kwenda muda huu kwa mtu? Mke wangu. Ni kweli kabisa unachokiongea. Na nilikuahidi nafuata pesa. Nilipoenda kule yule kijana alinichelewesha. Na hata aliporudi pesa alionipa ni chache sana. Kwa hivyo nafikiri kwa yule mzee Chendu twende kesho. Sawa, kwa kuwa umesema wewe kesho. Lakini siku nyingine usitengeneze mazingira kama haya. Ya kusema yule ni binadamu atatuelewa. Mama watoto. Lakini si nimeshakuelewa. Na yule mzee Chendu nimuelewa, tunafikiri atanielewa. Usiwe na wasiwasi mke wangu. Hebu nichukue mkeka kwanza nipumzike hapa. Sawa. Sema zile kesi. Bana nikipata umepata. Ukimnyanyasa sana unaanza changaa mamako anaanza kulalamika, mnanyanyasa mwanangu kwenye mapambano yake. Hii ni shilingi 5,000 kama unavyoona na kifaru lake. Kwenye mapambano yake nikiwa kama kipe. Muia supu ya 40 usimpe mjamzito, ni hatari kwa afya yake. Kabla ya kufanya vyote vimandalizi, hapa natakiwa nikuulize kwanza kitu unijibu. Hivi anatakiwa aende akachakalike atafute pesa ni nani? Mwanaume. Hapo anatakiwa apokee pesa nyumbani ni nani? Mwanamke. Shika uende gengeni ukaemea utoe dongo. Kika sasa unaenda kudinga unadema kama kamebemendwa. Adege. Kwa hiyo chabu za mimi naenda kunawa kule. Unajua wanaume tukitoka kwenye pilika tumechoka. Nenda kunawa kwanza hapo, hata kama nikiingia huko ndani tena vijiko visaanze kusema kuna wezi ameingia. Kumbe ni mimi mwenye ndio mmiliki. Nenda kazani hapo. Alafu kitu ambacho natakiwa ujue, sibiki zembe. Sidanganyiki ngo. Sidanganyiki. Sasa fanya ujaji wako, ujanja vyako, sio kwa kipe. Utakuwa umeakanyaga umeatimba. Yaani unatakiwa utumie hapo pesa ndogo tu. Kachukue robo ya unga, kitunguu kimoja, chukua kanyanya kamoja. Nyanya usichukue. Tunakula chukuchuku toka na budget. Nenda. Kule mtumiliki pesa tujue tabia yako. Majibu yako wapi? Maombi yanapotea. Mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Karibuni. Asante. Dada, mimi nimekuja hapa kusema asante kwa ulivyonihangaikia kupata kazi na naendelea vizuri kazini. Usijali.
Maana nishona na rafiki yangu aliniambia kila kitu kinachoendelea. Ameniambia unapiga sana kazi. Hilo ndio la muhimu. Mimi ninachokusii, endelea kupiga kazi na uwe mwaminifu. Na hata ukiona 200 chini, uiokote ukampe mwenyewe. Maana uaminifu ndio kila kitu. Sawa, mimi nimekuelewa. Afu hapa mdogo wangu anaitwa Memena. Naweza siku mkakutana barabarani, msisite kusalimiana. Sawa, mimi nashukuru kufahamu. Asante. Mimi pia nikushukuru kwa kuweza kumpambania dada yangu. Umetusaidia sehemu kubwa sana. Wala hata usijali. Yaani kama nilivyomwambia dada yako, sisi binadamu ni kusaidiana. Cha muhimu tu umwambie afanye kazi kwa uaminifu. Hayo mengine tumwachie tu Mwenyezi Mungu. Asante. Pia nafurahi kupafahamu kwako. Karibu. Muda wowote, wakati wowote unakaribishwa hapa. Na chochote kile kikitokea kule kwa rafiki yangu, njoo hapa usisite, tutaongea. Sawa? Haya, sisi tunaenda. Haya, karibuni tena. Asante. Haya. Ndugu zangu, kazi nimeiona, nimeipenda na nimevutiwa nayo. Na nimeanza kitu kingine, ni waajiri tu tufanye kazi moja kwa moja. Kama tulivyoanza leo, iwe endelevu. Au kuna changamoto yoyote? Changamoto hamna, lakini sisi tulikuwa tunahitaji pesa ya siku ya leo. Ndio maana tumekuja, tumepambana tunavyoweza ili mradi tuipate hiyo pesa. Lakini sisi ni watafutaji, sisi kwa kienyeji lazima tujitafutie chakula. Ndio. Kwa tutaenda kudiscuss na mwenzangu pindi ambapo tutakuwa tumeridhia wote sasa kurudi tena kupiga kazi. Sisi tutakuja bila kuchoka, mtazidi kupambana. Haina shida. Ngoja niwape malipo yenu pesa mliofanya kazi ya leo. Sawa. Da, watu wanaforce mwezi mzima hii hapa blaza hii. Da, oa wewe Mungu akupeperushe muda kwa moja peponi. Fidausi. Oa. Da, big up sana. Basi hamna shida kiongozi. Shukrani sana. Begi naenda kuchukua kule. Unakimbizwa na nini? Njoo. Sikujaiva kuvumba uvumbavu uwe. Awali nilikusii, nikakwambia hii michezo siitaki, wewe pamoja na vijana wako, na bado haitoshi. Nimempa maagizo kibaraka wako aje kukufikishia, lakini umeamua kunijaribu tena. Hivyo hii ni awamu ya pili. Ukirudia ya tatu, basi nitakwenda vile unavyotaka wewe. Chukua radi yako.
na utambue mimi ni mwanadamu, sio mtume wala malaika. Yakinishinda basi nitafanya mnavyotaka. Koja kale mwana Chibalo. Ama hivi ni kweli ama ninaota? Koja kale kushindwa. Nishikane kwa kweli. Sasa nimeshindwa vipi? Inaonekana kabisa sioti. Akajua maneno utafanya nini? Baba, nimeona kila kilichokuwa kinaendelea hapa. Hivi baba, mbona unaonekana ule mzee anakumudu sana? Nimeshakwambia nikabidhi mimi mikoba yako, nikuonyeshe ninavyoweza kumuonyesha. Koma kabisa wewe. Tena ukome kabisa. Na ndio koja niweza kukuchinja wewe nganenga. Nanga nilola kwa mwana nilola kwa kede. Hana ni bini malango gangu kata puruganika. Kitu kilichotokea hapa si cha kawaida. Hakuna kawaida yoyote kuja Gareni kushindwa. Wewe mtoto mdogo, uwezi ukajua mambo yanaendelea. Kama nimetoka na radi kutoka kwa Gareni, Chibalo Chipete. Ukaya. Na imashindwa. Wewe utazungumza nini wewe? Utaweza nini? Ili ujue kama mimi na nguvu nikukoja gari wenga. Nikukoja gari wewe. Mpaka ukaona nimeshindwa, yule mtu siwa mchezo. Inabidi kufanya kazi kubwa ili kumdondosha yule. Cha kufanya, twende ndani. Baba, umenituma kazi ngapi na nimezifanya? Unashindwa kunikabidhi mimi mikoba nikuonyeshe ninavyoweza kumuonyesha mzee? Kwa nini uniamini babangu? Wewe unakuta mpaka radi huko Gareni imeshindwa kufanya kazi yake. Yule mtu hapwai. Ninapokuambia hapwai. Na ndio ngoja tuboke. Tuboke nyumba. Nikumunda naye. Karibu sana ustazi. Kiukweli umeniwahi tu, lakini ilikuwa siku mbili hizi nije kukutembelea, kwa maana ni muda mrefu sana hatujaonana. Kama unavyojua tena harakati za utafutaji wetu, kwa nikajikuta nakuwa niko busy sana, mambo ni mengi. Samahani kwa hilo. Usijali. Mathalani nimekuja mwenyewe. Basi umeniona, tumeonana. Na kingine tu labda niwakumbushe. Iwapo majaliwa kesho tunaweza tukaingia kwenye Ramadhani. Kwa nimepita kuwakumbusheni, pia tusameane. Kama kuna sehemu ambapo nishawahi kuwakosea, kwa sababu tunaenda kwenye mfungo. Unapoingia kwenye mfungo uwe safi kabisa. Na kingine kuhusu kutokuja kwangu ni majukumu. Najua mwanaume ameumbiwa majukumu, lazima upambane ili mkono uingie kinywani. Kwa usijali kuhusu hilo. Shukrani sana ustazi. Kiukweli umefanya jambo zuri sana kutukumbuka na kuja kutukumbusha kuhusu swala la Ramadhani. Asante sana. Ni kweli kama alivyosema kaka, lakini pia na jambo nataka nikwambie. Kaka alisema kuhusu lile swala lilonikutaga. Alisema kwamba tumtafute adui yetu. Lakini mimi nikamwambia tuachane na hilo, halina maana. Muhimu mimi tu niko salama kwa sasa na sijisikia leo yote mbaya. Kwa hiyo nikaona nikushirikishe hiyo ustazi, labda una neno lolote la kumwambia kaka. Labda tu mimi nirudie kwamba tunaelekea katika mfungo wa Ramadhani. Ni muda wa kusamehe. Ni kipindi cha kusamehe kila yoyote aliyekufanyia ubaya, ili uweze kuchuma thawabu nyingi kwa Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo tuachane nayo. Tusamehe kabisa kwenye mioyo yetu, yani tufute kabisa ubaya wote. Na kingine labda nikukumbushe ndugu yangu Muislamu. Katika mfungo huu natakiwa jipambe Kiislamu sasa. Nunua kanzu, kwa sababu uchi wa mwanaume unahesabika kutoka kwenye kitovu mwisho kwenye magoti. Na vipensi vyako hivyo haviko sawa. Hebu nunua kanzu kisha uelekee msikitini. Sawa ustazi, nimekuelewa. Kwa sababu tunaenda mwezi wa mfungo, kwa hiyo hilo ni wajibu. Nitafanya hivyo na kuahidi ustazi. Na wewe dada yangu, nadhani umemsikia ustazi hapo. Tunaenda mwezi wa mfungo sasa. Kwa hiyo natakiwa utulie nyumbani, uache masuala kuzurura kutoka mitaani kwenye majumba ya watu. Sio kitu kizuri. Kaka. Sasa ndo maneno gani ya kuja kuongea mbele ya ustazi? Situngeza kuongea mimi na wewe. Mimi sio refali. Na hapa tupo ulingoni kwa Mungu. Mimi nimekuja tu kuwasalimia na kuwakumbusha mwezi mtukufu wa Ramadhani.
nadhani mimi niwaache. Sawa Stars, karibu tena. Sasa nimebadilika na kuwa kiumbe cha ajabu, tena kiumbe ambaye ana hatari sana, na huu ndio muda wa kwenda kumwaga sumu kwa mtu yote ambaye anajipendekeza mbele yangu. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.